Jambo sana. Labda ungeweza kujitambulisha? Mimi wananiita kamanda wa SMPCC ya maji, idara la maji, Komanda Michel Anzuruni Munyaka. Tuna ujumbe gani kwa jamii ambayo inakusikiliza kwa muda huu? Ujumbe ninao ila nakuhitaji bwana mtangazaji, ungeanza na maombi. Sisi ni watu wa SMPCC, tunaanza na maombi, baadaye naweza endelesha maneno mengine. Asante. Mungu Baba uliye juu, kwa neema yako Yesu nimeonana na mtangazaji huyu katika vile ya Baraka. Niko ni territory ya Fizi hivi. Nimetoka kwenye shamba la mapambano kwa sababu ya kuja kupana ujumbe huu kwenye vijana wetu wote, wa vijana wa kike na vijana wanaume katika territory yetu ya Fizi na Uvira na Mwenga. C'est nécessaire kwa vijana wetu. Ninakuomba Bwana Yesu kupitia neema unayotupa kwa sababu ya utetezi wa inchi, na tunatembea na wewe ndani ya programu zetu, hatukuache nyuma. Hiyo kabisa. Mzee mwenye maono William alituambia tusiachane na Mungu, juu Mungu ndiye anatuongoza. Oh Mungu uliye juu, uhimidiwe sana Bwana. Kwanza umenifikisha Fizi na hivi niko katika vile Baraka. Acha nipane ujumbe huu, na ujumbe huu upate kuzaa matunda na ufanyike kazi ndani ya territory yote mzima. Tunakuomba, tunakishukuru, utaendelea kuonekana ndani ya watoto wote wa Fizi. Katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu tunakwenda kushukuru. Amen. Ndio, labda kwa sasa hivi unapatikana katika mji wa Baraka, nini lengo kuu la kuwepo hapa? Lengo letu kwa kufika Baraka, tuko na ujumbe wa recruitment kwa vijana wetu. Sio recruitment forcé, hapana, sawa wanavyofanya watu M23 Goma. Tunakuja na recruitment yetu ni kwa hiari, recruitment ya kutumika pamoja na sisi kwenye idara la maji, wanaita force naval. Na hiyo ndio ujumbe tunao kutoka kwa mzee William, kwa sababu ya kuambia vijana wetu watuunge mkono ili tuweke amani ndani ya ziwa letu la Tanganyika. Sheria za mtu kuweza kujiunga ni zipi zaidi? Kwa kujiunga kwetu ni rahisi sana, kwa sababu tuna namba tunayoitupa ndani ya vijana wetu wa territory ya Fizi kwa kutafuta kwa haraka, na namba yenyewe ni 081 33 63 210. Ukiniita pale utanipata kwa kujua mengi sana. Namba ya WhatsApp 085 90 32 637. Utanipata na utajua mengi. Asante. Na labda kwa hapa katika mji wa Baraka, hao ambao wako hapa wanaenda kujiandikisha sehemu gani? Kwa kujiunga kwa haraka, tufikie kwenye eneo la Force Navale ya gouvernement yenye yuko hapa Baraka. Force Navale ukiuliza tu hapa Baraka mu centre ville utajua, na pale utatuona kwa urahisi. Na labda ni kwanza umri gani mpaka umri gani ambao anakubaliwa kuja kujorozesha? Kwa kujorozesha ndani ya jeshi hilo tunahitaji vijana wetu wa kuanza miaka 18. Vijana wetu 18 na kuendelea. Vijana unakuja na hata idadi lako la elimu ya shule. Tunahitaji kabisa wenye kuwa na elimu ya shule wajiunge pamoja na sisi. Hata ukiwa umesha kuwa mzee na ukingana na nguvu, tunakukaribisha juu ya kutetelea nchi yetu. Kazi ya jeshi ndio kazi ambayo inaonekana kama vile kutumwa watu au watu ambao wanakuwa kama vile wamekuwa washindikana ambao wanakuja kuingia. Hawa nao wa aina hiyo mnawakubali namna gani? Tuna mashauri makubwa na tuna centre de formation ya kugeuza umma ili aitwe jeshi. Kwa sababu ya nini? Kuna wengi kabisa, jinsi mtangazaji anasema, akili yao ni mbovu. Wengi wanapiga wa mama zao nyumbani, wengi hawasikie hata vizazi, wengi wananyanyasa raia, wanakata barabarani na mavisu na mipanga kusumbua. Wale wote tunawahitaji ili tuwanyoshe, tuwafundishe. Tuna centre ya formation, centre accéléré, ni formation accélérée ya miezi kidogo tu ili apate elimu zaidi. Sisi tuko wa reserviste, arme, reserve de FARDC. Tuko natembea pamoja na serikali yetu yenye kwa madaraka ya rais wetu Mheshimiwa Rais Kisekedi Chilombo Antoine. Labda harakati hizo za kurozesha watu zitadumu kwa muda gani zaidi? Wakati za kudumu zinaendelea zitakapofika hadi mwisho wa mwezi huu. Mwezi huu tulio nao, mwezi wa 10, tunamaliza kupokea maaskari wapya ili waitwe maaskari wenye nguvu na wenye kutumikia nchi kwa ajili ya adui. Anazidi na mbinu zake za kuendelea kusumbua maeneo yetu Fizi na Uvira na Mwenga, na hatutaki adui atunyang'anye nchi yetu. Hatutaki. Baadhi ya raia wanadai ya kwamba kwenye upande wa uzalendo hakuna huduma yoyote upande wa chakula na kiafya. Na hivyo wengi wanakuwa na kujizuia kwa kutokuja kujiunga kwenye vikosi hivyo. Labda utakuwa na ujumbe gani kwa watu mwile confusion?
Ndugu yangu nimecheka kwa sababu ya mtangazaji ameniuliza ulizo kama huo. Sisi tumeishi miaka 18 tunapambana na huyo rais Joseph Kabila. Huyo mheshimiwa, namuita mheshimiwa kwa sababu alikuwa rais kabisa, aliongoza nchi miaka 18 ila hakufanya chochote kutufanyizia sisi watoto, zaidi watoto wa territory ya Fizi. Hakuna chochote tulichokiona. Sasa hivi anakuja tena na kutuambia sisi tumtafute ili tutumike pamoja naye. Negative. Tumekataa kwa ajili ya ujumbe huu unaoniambia, kwa sababu wengi wanasema labda hakuna organization ya kupata chakula, hakuna yoyote wanasema hivyo. Hapana, tulikaa miaka 18 tunakula chakula ya wazazi wetu, wanatusaidia kwa muhindi, tunakula na tunafanya mapambano makubwa na tunaendelea, na leo tupo. Kama nasikia sauti yangu, nina afya nzuri kwa sababu ya chakula tulichochikula cha wazee wetu. Na leo hivi ile mpango tulio nao tuko naendelea nao. Mzee wetu Amuri William ya Kutumba numero 1 visionnaire, mzee akingalia na hiyo mpango na watu wanakula na wanashiba. Kwa sababu natoa kwenye shamba la vita, tunakula chakula na tunashiba. Karibu sana nje na chakula mtakula, kuna shida. Ujumbe wako wa mwisho kwa raia wanakusikiliza kwa mdao. Asante sana wa raia wetu wa Baraka. Raia wetu wa Baraka ninawahitaji sana kwa sababu hapa njoo vile Baraka inakusanya vijana, inakusanya watu wengi, sio tu kabila la Wabembe. Negative. Kuna kabila nyingi hapa na wote ni Wakongomani. Tunawahitaji muje mkusanye mawazo pamoja na sisi kwa sababu kutetelea nchi yetu. Tunawaomba kabisa wa ndugu zetu muje. Adui akingali na mbinu nyingi sana. Hiyo ni ujumbe nimewapatia. Iko necessaire, iko benefice kwenu. Tukiacha ndugu zetu tutaenda wapi? Amupataki habari yao wanasema kama tutavuka bahari na miguu. Hiyo ujumbe inatembea hata leo. Na ni kweli tunataka tutembee ndani ya maji ya mguu. Jibu hapana. Muje tujikosantre, tuwe pamoja kwa kupiganisha adui ankingane na mbinu ya nchi yetu. Na tunakataa kabisa. Hatutakwenda Tanzania sisi. Tanzania ni ya Watanzania, Burundi ni ya Warundi. Wanakaa huko kimbizini huko. Tunasikia habari zao. Muje muweke simu zenu kubwa, waweke kwenye list. Hiyo ni nini hiyo? Hiyo sio tena uhutu. Ni kukandamizwa. Mnapenda twende katika nchi ya kukandamizwa? Hapana wa ndugu zangu, ni ujumbe mzuri kwenu. Nje tutetelee nchi, tujikosantre, tufukuze adui, atoke Bukavu, atoke Goma, tufike hadi Ituri. Na hiyo itapendezesha rais wetu wa nchi na mengi mtakula matunda ya nchi. Asante sana raia wa Baraka. Kwa kidogo kuja kuongezea, mnafanya recruitment kwa sababu ya jeshi la maji. Je, na wale ambao sio wazoefu wa mambo ya maji na wanakaribishwa kuja kujiorozesha au namna gani? Tunawakaribisha. Kwa tunahitaji na polisi kwa sababu hii eneo hii haitachungwa na jeshi. Hii eneo itachungwa na polisi. Polisi ya wazalendo itachungwa. Jeshi yote itakuwa kwenye vita, kwenye shamba la vita kwa sababu tunapata habari nyingi huko nyuma. Kuna majeshi isio mlengo wa SMPCC inasumbua sana. Inasumbua raia, tunapata hizo habari sana, zinatulumisha kichwa. Na tunasema tuko na recruiter na polisi tuko ndani, na wale wasio wazoefu wa maji waje mara moja, watakuwa maaskari wa mchikavu. Na kazi itafanyika kwa amani na msaada wa Mungu utatusaidia. Asante sana. Labda ungeweza kujitambulisha mara tena. Najitambulisha kwa jina la Kamanda. Sisi hatuna wazoefu wa kujita wa generali. Hapana. Sisi tuko wa generali. Generali nitavaa nikifika kwenye serikali. Nikifika kwenye serikali itanivaisha generali. Ikingali Kamanda Michel Anzuruni Munyaka, mimi ndio komanda chefu M ro, manaita ro, cœur de l'unité, ro ya unité ya force navale. Ndio mimi ninawaita sana muje tuwe pamoja kujikosantre kwa kutelea nchi yetu. Asante sana wa ndugu zangu. Asante, tunakushukuru. Asante na shukuru mtangazaji.